Mazingatio ni ule wakati wa kuanza kuingia wewe katika swala. Kwa maana kwamba ukidiriki rakaa moja, ikawa hii rakaa moja uliyodiriki ipo katika wakati wa kabla ya kuzama kwa jua, lakini swala yako ya al-asri haikumalizika mpaka jua likamalizika kuzama, basi salatu al-asri umeipata hivyo hivyo. Na ndio maana hata wale wenye hedhi wale atakayediriki kiasi cha rakaa moja kwenye tahara yake, kiasi cha rakaa moja kwenye swala yake ambayo ataiswali ya salatu al-asri, basi kahukumiwa kaupata mwisho wa wakati na itamlazimu swala nyuma yake. Itamlazimu swala nyuma yake kwa maana ya dhuhuri pia, kama tulivyoelezea jana hivyo. Kadhalika Sheikh al-Bassam anasema yadullu al-hadithu ala imtidadi waqti as-subhi ila tulu'i ash-shamsi, yajulisha hadithi juu ya kule kuwa mrefu wakati wa swala ya asubuhi mpaka kuchomoza kwa jua. Wayadullu ala imtidadi waqti al-'asri ila ghurubi ash-shamsi fahiya ada'un la qada. Sema ni ada, sio kule kulipa, lakini kule kutekeleza hili swala sio kwenye kulipa. Na pia kwa maana salatul asri pia wakati wake warefuka mpaka kuzama kwa jua. Wa ta'khiru salati al-asri ila isfirari ash-shamsi la yajuzu, na kule kuchelewesha swala al-asri mpaka jua likapiga manjano, jambo hilo halifai. Lianna hadha waqtu darura nuhiya ani salati fihi, sababu wakati huo ni wakati wa dharura ambayo kumekatazwa kule kuswali ndani yake. Zile an-nawathilu al-mutlaqa allati laysa laha sabab min al-asbab ash-shar'iyyah. Walimuslimin an Aisha radhiyallahu anha nahwuhu, kwa maana hiyo hadithi iliyotangulia hiyo ameitaja Imam al-Bukhari na Muslim. Na ana Imam Muslim kutoka kwa sahabia al-jalila Aisha, Allah amridhie, mfano wa hadithi hii, waqala sajdatan badala rak'atin. Na pia akasema kwamba atakayediriki, kwa maana imekuja huku tamko la kudiriki hata ile sijida moja, atakayediriki sijida moja ya kwenye wakati wa kwa jua halijazama, basi kadiriki nini? Salatul asri, sijida moja. Huku imekuja hivi katika riwaya hii, wasajdatu inma hiya rak'a, na sijida moja ni hiyo nini? Rakaa moja, ni hiyo rakaa moja. Na vile vile pia وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، نكتب صحابة أبو سعيد الخدري الله أمرضيه، قال مسيما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، nimemsikia mtume sallam akisema la salata, hakuna swala. Wametofautiana ulama, hii ni nafi siha au nafyul kamal au ni an-nahyu moja kwa moja. Hapa hakuna kuswali, kwa maana kwamba kumekanushwa kule kusihi hiyo swala, au yasihi lakini sio kamilifu, au ndio ni katazo watu wasiswali. Wametofautiana ulama kwenye kauli hizo tatu kwenye tamko la swalata. Hakuna swala, haisihi au inasihi lakini ina mapungufu, au ndio mkatazo watu wasiswali. Tofautiana. Sheikh Fudhan anasema an-nafyu huna huwa nafyu lisiha au bimaana an-nahy. Yeye kasema hivyo, ni lile katazo la kusihi kwa maana mtu akiswali haisihi, au ina maana ya katazo kwa maana asiswali. Kauli ya tatu hakuileta, ambayo nini? Akiswali si kamili, itasihi lakini si kamili. Hii pia kauli ipo, lakini zilizokuwa na nguvu ni hizi, kuwa haisihi au kwa maana ya kwamba ni katazo asiswali. Baada subhi, baada ya asubuhi, hina hatta tatlu ash-shamsu, mpaka litakapochomoza jua. Ndio maana ile salatul fajri, salatul eid ile ikawa imewekwa wakati maalum mpaka jua lichomoze. Sio mshomoza alfajiri mkaswali zenu eid. Hata kama mna shauku nayo kwa sababu kwa mwaka mara moja, lakini si hivyo. Baada ya alfajiri tumkaswali huko, kisha alfajiri tunasikia mtu atirika huko kwenye viwanja, innal hamdalillah. Bwana mapema yote hiyo, kwa maana
isubiriwe mpaka lile jua lichomoze. Wala salata ba'da al-'asri hatta taghiba ash-shamsu, na hakuna swala, na maelezo ni yale yale pia kuhusu tamko la salata ya pili baada ya al-'asri mpaka litakapozama jua, Na Sheikh Fauzani anasema waqad jaa ta'lilu dhalika, na kumekuja kule kutolea sababu hilo la kukataza watu wasiswali, bi anna ash-shamsa taghrubu baina qarnay shaytani, kwa jua lazama baina ya nini, pembe mbili za shetani. Wa hina idhin yasjudu laha al-kuffaru, na wakati huo wao hulisujudia hilo jua makafiri, husujudia hilo jua makafiri. Fanuhiya al-muslimuna ani salati fi hadha al-waqti saddan lidhari'a bi alla yatashabbahu bil kuffari wa saddan lidhari'ati ash-shirki, wakakatazwa waislamu kuswali kwenye wakati huu kwa ajili ya kuzuia na kuziba zile sababu kwamba wasije wakajifananisha wao na nini, makafiri. Adh-dhari'a sababu jamu yake ni dhara'i', na kwa lugha nyingine wasila jamu yake wasail pia hivyo. Wasaddan lidhari'ati shirki, na kwa ajili ya kuziba ile njia ya kupeleka kwenye ushirikina, kwa sababu man tashabbaha biqaumin huwa minhum, au isiyekapelekea hata kama watu hawatofanana hao makafiri ikawa wanasujudia zile pembe mbili sasa za shetani, sikapelekea hivyo. Hao ni maneno ya Sheikh Fauzani. Na Sheikh Uthaymeen anasema hivi, yadullu alhadithu ala annahu la tasihhu as-salatu fi hadhaini alwaqtaini, hadithi yajulisha kwamba swala haisihi kwenye hizi nyakati mbili, la alfaridha wala nafila wala almaqdhiya wala almuadda, sio swala ya faradhi wala ya sunna wala ya kulipwa wala ya kutekelezwa, hiyo kwa moja kwa moja. wa huna sudda dhara'i'u shirki wa in kanat ba'idatan, na hapa zimezibwa zikazuiliwa zile asbabu za ushirikina ijapokuwa ziko mbali. Kama anna nahya muqayyadun bis-salah, asema kama ilivyokuwa lile katazo limefungwa kwa swala, kiangalia swala tu, lakini pamoja na hivyo yani sadda lidhari'a, watu wakakatazwa wasije wakafanana hao wengine wasogora. Wa anna subha yutlaq wa yuradu bihi salah, na kwamba asubhi sio ile asubuhi ya kupambauka, la, ya kusudiwa salatu subhi, kama ile aliyosema yale kwamba akifutwa mudhafun ilayhi anachukua hukumu ya mudhafu, kwa maana sallaitu dhuhra ay sallaitu salata adh-dhuhri, sallaitu al-'asra ay sallaitu salata al-'asri, kwa maana mudhafu kafutwa ambaye nini, tamko sala. Mudhafun ilayhi ambaye ni al-'asri au ni adh-dhuhri akakaa sehemu ya mudhafun kwenye sehemu ya as-sala, kwa ikawa sallaitu adh-dhuhra au sallaitu al-'asra hivyo. Lakini makusudio sio kwamba ile al-'asri ule wakati wenyewe ule wapiwa na Allah wala asri ndio muswali ule, sio ule, au asubuhi ile, ala, sio hivyo. Muttafaqun alayhi, hadithi kitaja Imam al-Bukhari kadhalika Imam Muslim. Na vile vile walafdhu Muslimin la salata ba'da salati al-fajr, tamko la Imam Muslim ni kwamba hakuna sala baada ya sala ya al-fajiri. Walahu, na ana yeye Imam Muslim an Uqbah ibn Amir, kutoka kwa sahaba Uqbah ibn Amir, na hadithi hii tukimaliza hapa tumeweza kuisoma hivi. Akhi hapa na yule, nataka mniambie tulisoma kitabu gani na akhi hapa nayo, nyinyi watatu, sababu ndio nakumbuka kwamba kwenye hiyo majlisi nilikuwepo. Kana rasuli, imekuja hadithi hivi, 3 saati, masaa matatu, kwa maana nyakati tatu. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwenye nyakati hizo tatu alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yanhana an nusalli fihinna, alikuwa akitukataza sisi
tuswali kwenye nyakati hizo. Wa an naqbura fihinna mautana, na kuzika kwenye nyakati hizo maiti wetu. Wakati wenyewe hina tatlu ash-shamsu bazighatan, ile wakati ambapo jua lachomoza hali ya kuwa limechomoza hivi wazi wazi. Hatta tartafia, mpaka jua litakaponyanyuka. Wa hina yaqumu qa'imu dhahira, na ule wakati ambapo jua linakuwa katikati ya mbingu ndio wakati wa qa'imu dhahira huo. Hatta tazula ash-shamsu, mpaka litakapopondoka jua. Wa hina tatadayafu au hina tadayafu, sababu kumefutwa taa moja, ilikuwa ni tatadayafu. Wa hudhifa ihda ta'aini takhfifan. Hina tadayafu ash-shamsu lilghurubi, na ule wakati ambapo jua la mili na kusogelea kwenye kuzama wakati huo. Na kuna maelezo, kwa maana hapa yaqumu qa'imu dhahira huwa qiyamu ash-shamsi waqta az-zawal, ni kule kusimama kwa jua ule wakati wa kupondoka. Ai wuqufuha, uzo kasema pia ai wuqufaha idha balaghat kabida as-sama, ni kule kusimama kwake jua litakapofika katikati ya mbingu. Fahiya inda dhalika tabti'u harakatuha, wakati huo inakuwa laenda kidogo kidogo ilo jua. Watatadayafu lilghurubi ay tamilu wa tadenu minhu, na lajiandaa na kuelekea kuzama, kwa maana humili na kusogelea kwenye huo upande wa kuzama. Meelezewa hilo. Na walhukmu thani inda Shafi'i, na hukumu ya pili mbele ya Imam Shafi'i, ambaye nani jina lake? Shamtaja jina lake huyo, Muhammad ibn Idris. Na hadithi ile iliyotangulia sisahau, tumeisoma kitabu gani? Haqiqatan au rajman bil ghaib? Ndio tulisoma kwenye ahkamu al-janaiz. Kadhalika min hadithi Abi Huraira bisanadin dha'ifin, hukumu ya pili ya Imam Shafi'i kwenye hadithi ya Abu Huraira ambayo sanadi yake ni dhaifu, illa yawm al-jum'a, isipokuwa siku ya Ijumaa. Maana ile swala ya nini? Ya Ijumaa hiyo. Hadithi hii fihi ma fihi. الحكم الثاني هو النهي عن الصلاة وقت الزوال. وحديث أبي هريرة أخرجه البيهقي قال كان رسول صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة أي وقت الزوال إلا يوم الجمعة. isipokuwa siku ya Ijumaa, ina maana mnaweza mkaswali wakati ule isipokuwa siku ya Ijumaa hivyo hapa. Lakini kwa sana maegemeo ya hili ya Imam Shafi'i ni kwenye hadithi dhaifu. Wakadha li Abi Dauda an Abi Qatada tanahuhu, na vile vile ana Imam Abu Daud kutoka kwa sahaba Abu Qatada mfano wake. Wa an Jubair ibn Mut'im qala, na kutoka kwa Jubair ibn Mut'im amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallam, ya bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tawafa bihadha albayti wa salla ayyata sa'atin sha'a min laylin aw naharin. Rawahu al-khamsa wa sahahahu at-Tirmidhi wa Ibn Hibban. Amesema Mtume, enyi Banu Abdi Manaf, enyi Banu Abdi Manaf, msimzuie yoyote, msimzuie yoyote. Na Sheikh Fauzani anasema kwamba wajaha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam an-nahya ilayhim li'annahum humul mukhtassun bi shu'un al-masjid al-haram wa shu'un al-hajij. Mtume alielekeza lile katazo kwa wao kwa sababu wao ndio wanaohusika na mambo ya msikiti mtukufu na mambo ya mahujaji. Al-hajju ina jamu ya hujajun au hajijun. Hivyo Banu Abdi Manaf wametakhasas na hilo, la tamna'u ahadan, msimzuie yote
tawafa bihadha albayti, atakayetufu kwenye nyumba hii alkaaba, wa salla ayata sa'atin, na akaswali kwenye saa yoyote wakati wowote shaa atakaotakaye, min lailin, ima ni mamoja iwe ni usiku, au naharin, au mchana. Na hapa tutapata natija gani baina ya yale makatazo ya mtume alipokataza watu wasiswali na hii hadithi ambayo kaachilia wakati wote mtu akiswali asizuiwe? Wanachuoni wanasema kwamba hata Sheikh al-Bassam kasema hivyo hivyo hata kwenye ile Taysir al-Allam fi sharh Umdat al-Ahkam, pia maneno kasema haya kwamba mtu kakatazwa kuswali kwenye moja ya nyakati hizo akiwa swala yake haina sababu, yani akiwa yeye ile swala haina sababu. Mimba bil mithali, umeingia msikitini au hujaingia msikitini, mfano umekaa tu, na huo wakati uliokaa wewe ndani yake huo ni moja kati ya zile nyakati ambazo nuhiya as-salatu fiha, swala imekataziwa, au nuhiya ani salati fiha, swala amekataziwa watu wasiswali. Kwa maana wakati huo ambao umekaa wewe, ambao nuhiya ani sala fiha, wakati huo na huna sababu ya kuswali yoyote, basi ni makosa. Ile ikitokea mfano umepitwa na usingizi, ukaja ukaamka, ni ule wakati wa kuchomoza jua ambao kuna makatazo ya kuswali. Usiswali wewe swala alfajiri, subiri kwanza lichomoze, la swali. Ukiingia msikitini tahiyatul masjid, watakiwa uswali hata kama nyakati si nyakati za kuruhusiwa kuswali. Ngali msikia ni kinyume na baadhi ya ulama, ikiwa kama Ibn Uthaymeen akasema hivyo kwamba sio ya sunna, sio ya faradhi, siswaliwe. Hadithi ile inajulisha hivyo. Sasa waliofanya jamu wakasema ni hivi ndio maana yake. Kwa hiyo ile hadithi ile ni amu lakini makhsus, ya kusudia kitu maalum, pamoja na kwamba dhahiri yake ni kuenea. Na hii hapa nayo ya kusudia kwa wale pia ni amu lakini pia makhsus, kukusudia kwamba wale ambao wataswali swala ambazo zina sababu. Ndio maana Sheikh al-Bassam akasema hivi, yadullu al-hadithu ala jawazi salati fi al-masjid al-haram fi ayi sa'atin min sa'ati al-layli wan-nahar. Hadithi yajulisha kuhusu kujuzu kuswali katika msikiti mtukufu kwenye saa yoyote miongoni mwa saa za usiku au mchana, sawaun kana waqta nahyin au la, mmoja wa wakati iwe ni wakati wa katazo au sio huo. Wal hadithu, kala kishandio mahallu shahidi hapa, wal hadithu dalilun ala sihhati qawli man yara anna as-salawati dhawati al-asbab. Na hadithi ni dalili juu ya kusii kauli ya wale wanaoona kwamba swala zenye sababu tusalla fi awqati nahyi, kusaliwa kwenye zile nyakati za makatazo, kama nilivyoelezea. Nadhani pako wazi hapo. Rawahu al-khamsa biikhtisar, man wa man biikhtisar, rawahu al-khamsa biikhtisar yani. Naam, kama tulivyoelezea hilo. Wasahahahu at-Tirmidhi wa Ibn Hibban. Na Sheikh al-Albani kaisaiisha hadithi kwenye Sahihul Jami' na al-Imam al-Wadi mwanafunzi wake ambaye ni Sheikh Muqbil kwenye as-Sahihul Musnad kasahihisha hadithi. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, na kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Umar Allah amridhie, amesema anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kwamba hakika mtume sallam qala, amesema anna an-nabiy sallam, kwamba mtume sallam amesema ash-shafaqu al-humra, mawingu mekundu. Hiyo hadithi tuayinu tafsira ash-shafaqi annahu al-humra allati takunu ithra shu'a'i ash-shamsi ba'da maghibiha. Hii hadithi yaainisha kwamba yale mawingu yale tuliyataja kule mekundu, ale maelezo ya Sheikh al-Bassam, ambayo huwa baada tu ya ile miale ya jua, baada ya kuzama jua hivyo.
na maelezo yake yameendelea, nadhani tumetolea maelezo kule. Wasahaha ibn Khuzaimah wa ghayruhu wafqahu ala ibn Umar. Na vile vile hadithi hii amepokea Imam Ad-Darqutni na akaisahihisha al-Imam Ibn Khuzaimah na asiyokuwa yeye kwa kuafikiana hilo juu ya riwaya ya Abdullah ibn Umar. Wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na kutoka sahaba Abdullah ibn Abbas in Allah mridhie, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, al-fajru fajrani, al-fajr ni al-fajr mbili. Fajrun yuharrimu at-ta'ama wa tahillu fihi as-salah, ni ile al-fajru athani au al-fajru as-sadiq kwa lugha nyingine. Huwa kuna alfajiri ambayo huharamisha chakula na huwa ni halali kwenye alfajiri hiyo kuswali salatul fajri. Wa fajrun tahrumu fihi salah ay salatu subhi wa yahillu fihi at-ta'amu, na kuna alfajiri ambayo ni haramu kusali ndani yake swala ya alfajiri na huwa ni halali kula hata kama mtu atakafunga, nayo ni ile alfajiri ya mwanzo. Hivyo amepokea hadithi ya Imam Ibn Khuzaimah na Imam al-Hakim na akaisahihisha. Wal-Hakim min hadithi Jabir nahwuhu, na ana Imam al-Hakim kutoka kwenye hadithi ya Jabir mfano wa hadithi hii. Wazada fi alladhi yuharrimu at-ta'am, na akazidisha kwenye ile alfajiri ambayo huharamisha chakula, innahu yadhhabu mustatilan fil ufuqi wa fil akhar innahu kadhana bisirhan. Akasema kwamba ile alfajiri ambayo huenda hali ya kuwa imenyooka kwenye pambizo ya mbingu, ukatokea athari ya kuchomoza ile al-khaytu al-abyadu min al-khayt al-aswadi, ikapambanuka. Na kwenye riwaya nyingine imekuja kwamba inakuwa ni kama kwamba ni mkia wa mbwa mwitu, kadhana bisirhan. Asirhan ni adhibu, mbwa mwitu, limeelezewa hilo. Wa ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, na kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud Allah mridhie, qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallam ya kwamba afdalul a'mali, bora ya nyakati, bora ya matendo, as-salatu fi awwali waqtiha, ni swala mwanzoni mwa wakati wake, lakini isiyokuwa ya isha bora ni kuiswali mwishoni na kuichelewesha. Kwa hiyo hao maelezo pia ameyatoa Sheikh al-Fadil Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Rawahu at-Tirmidhi wal-Hakim wa sahahahu, amepokea hadithi ya Imam al-Hakim kadhalika na wakaisahihisha wili hao. Sheikh Fauzani anasema Allah mhifadhi, لأن الصلاة في أول وقتها فيها مبادرة إلى الطاعة، وفي ذلك أيضا تفريغ للذمة من الواجب. وسبب kule kuiswali swala mwanzoni mwa wakati wake kuna kwenye jambo hilo kule kuharakia kwenye kumtii Allah, na kadhalika kuna kwenye jambo hilo vile vile kule kumaliza ile dhima, ukaiondoshe ikawa hudaiwi tena wewe dhima yenyewe ile ya wajibu. Wa asluhu fi sahihaini, na asili yake hii kaipokea al-Imam al-Bukhari na Muslim. Wa an Abi Mahdhura, na kutoka kwa Abu Mahdhura radhiyallahu anhu Allah mridhie, huyu anna an-nabiy sallam, kwamba hakika mtume sallam qala, alisema kumwambia yeye, na alikuwa alimweka muadhini pia huyo, alimweka muadhini sababu kulikuwa na huyu na Ibn Ummi Maktum kadhalika na Bilal. Awwalul waqti ridwanullahi, wakati wa mwanzo wa swala huu una radhi za Allah. Wa awsatuhu rahmatullah, na ule wakati wa katikati ule una rahma za Allah. Wa akhiruhu afullah, na ule wa mwisho una msamaha wa Allah, ijapokuwa hadithi dhaifu. Akhrajahu ad-Darqutni bi sanadin dhaifin jiddan. Hivyo
na hivyo walitirmidhi min hadith ibn Umar nahwuhu duna al-awsat wa huwa dha'ifun aidan. Na ana Imam Tirmidhi kutoka kwa hadithi ya sahaba ibn Umar mfano wa hadithi hii ana yeye, kinyume na kutaja lile tamko la al-awsat lile, nao pia mdhaifu vile vile. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma, na kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Umar Allah amridhie, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba hakika ya mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, qala la salata ba'da al-fajr illa sajdatayn akhrajahu al-khamsatu illa an-Nasaiya. Hakuna swala baada al-fajiri isipokuwa sijida mbili, na hapa limeelezewa na ulama sijida mbili kwa maana rakaa mbili. Na amesema ulama ima ziwe ni zile ambazo zimetajwa kwamba ni bora mtu akibakia msikitini mpaka jua likachomoza akaswali, au ni ile zile rakaa mbili kabla ya swala kama mtu zilikuwa zimempita na akawa na ada ya kuzilipa au akawa na kawaida ya kuziswali, anaweza akaswali. Kwa kuna kauli mbili kwenye hilo. Kadhalika wa fi riwayati Abdurrazzaq la salata ba'da tulu'i al-fajr illa rak'atay al-fajr, hii imekuja kuainisha kwamba hakuna swala baada ya kuchomoza alfajiri isipokuwa zile rakaa mbili za alfajiri, zile rakaa mbili ambazo mtu zilimpita kama ana kawaida, zile rakaa mbili ambazo mtume kasema rak'ata alfajri khairun min ad-dunya wama fiha. Wa mithluhu lid-Daraqutni lid-Daraqutni an Amr ibn al-As radiyallahu anhu, amithluhu, na kuna mfano wa hadithi hii kwa Imam ad-Daraqutni lid-Daraqutni kutoka kwa Amr ibn al-As hivyo pia, na hiyo pia imesahihisha na Imam al-Albani kwenye Sahih al-Jami'. Wa an Ummi Salama radiyallahu anha qalat, na kutoka kwa Ummu Salama Allah mridhia amesema, salla Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-'asr thumma dakhala bayti fa salla rak'atayn, mtume aliswali salatu al-'asr kisha akaingia nyumbani kwangu akasali rakaa mbili. Fasaltuhu, nikamuuliza mbona umesali rakaa mbili na hali ya kuwa baada ya salatu al-'asr ni katika nyakati ambazo haitakiwi kuswali? Akasema mtume, faqala shughiltu an rak'atayn ba'da adh-dhuhri, nilishughulishwa nikaziacha rakaa mbili baada ya dhuhuri. Kwa maana kwamba yaonesha kwamba hata kama nyakati ni katika nyakati za makatazo, kama swala yako ina sababu unaweza ukaiswali hivyo. Fasallaituhum al'ana, nikaziswali hivi sasa. Faqultu, Ummu Salama akasema, mimi nikasema hivi, afanaqudihima idha fatata, je tuzilipe zikitupita? Kwa maana zikipita ilikuwa ni fatat, kwa hiyo kuna ile tau ambayo ni alama tutanithi kisha kuna alifu lithnain ya fa'il, kwa ndio maana ikawa fatata hivyo. Naam, kuna fathatain kuna hii kwa yani ikhtalafat alkalima mungkin idha fatatna. Naam, huko kumekuja tamko kinyume na la huku, maana zitakapotupita sisi hizo idha fatatna huko, lakini huku idha fatata zitakapopita. Qala la, akasema hapana. Akhrajahu Ahmad, amepokea hadithi ya Imam Ahmad wa Abi Daud na Imam Abu Daud ana Aisha kutoka kwa Aisha bimaanahu, kwa maana ya hadithi hii. Mlango unaokuja ni babu al-adhani wal-iqama, mlango unaelezea adhana na iqama. Adhana na iqama kwa maana kwamba ukishaingia wakati nini ni adhana kuadhiniwa, sababu ulama wanapangilia mambo kwa ufanisi wa ndani, wapangilii tu kwamba tushashiba sisi, kwa ufanisi wa ndani. Ana Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabbih radiyallahu anhu, kutoka kwa Abdullah ibn Abi Zaid ibn Abd Rabbih Allah amridhie, qala amesema tawafa bi wa ana naimun rajulun, alinizungusha mimi mtu aliyakuwa nimelala. Faqala, akasema huyo mtu akasema, alinizungusha mtu kwa maana alikuwa anaota anazungushwa kwa lugha fupi. Taqulu, huyo mtu
akawa amesema, akaniambia mimi, utasema wewe Allahu akbar, Allahu akbar, fadhakara al-adhana biduni au bitarbi'i takbir bighairi tarji', akaitaja adhana hii Allahu akbar, hii akaitaja kwa kufanya mara 4, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, mara 4 takbira pasi na tarjia. Na tarjia ni kule kudhihirisha adhana kisha ukaficha, mfano Allahu akbar, Allahu akbar, kisha ukaimba sauti Allahu akbar, Allahu akbar, hii ndio tarjia. Tarbia ni vile kuwa matamko ya Allahu akbar mangapi? Manne. Kuna Allahu akbar, Allahu akbar, mawili hayo, kisha Allahu akbar, Allahu akbar, mawili tena, manne hayo, kisha unakuja ashhadu an la ilaha illa Allah. Wal iqamata furada, na akataja ile iqama moja moja hivyo, na pia imepokelewa kuwa mbili mbili kama adhana vile vile iqama hivyo. Illa qad qamatis salatu, isipokuwa tamko qad qamatis salatu, qala, huyo mtu alisema baada ya hapo, kwa maana ambaye ni Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabbih, kama isipokuwa ile iqama hiyo ndio ambayo hakuitamkia nini, hakuitamkia tamko la nini, la moja moja mara mbili kwenye iqama, kwa maana qad qamatis sala mara mbili, kinyume na maneno mengine. Anasema Abdullah, falamma asbahtu ataitu Rasulullah, pindi nilipopambaukiwa asubuhi nikaamka, nilimwendea mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala, akasema, innaha la ru'ya haqqin, hakika hiyo ni ndoto ya kweli, haki, sio zile za kufukuzwa na punda hizi. Alhadith, sababu mtu anaweza kaota vile akiamka vile asema